Walianza kumdhihaki Samsoni aliye mnadhiri wa Mungu walipokuwa wamefurahia sana. Na mimi asubuhi ya leo nataka niwaonye Waadventista wa Sabato kutoka kila mahali duniani, ikiwa na nyinyi mnanifuatilia kutoka kule online na wale mlioko hapa na wa makanisa mengine, ninawaonya kwa neno la Bwana, sio kwa neno la makole. Ninawaonya kwa neno la Bwana. Mungu anasema hivi, msiaguse mafuta yangu matakatifu. Msiaguse. Watu wa Mungu waliowekwa mafuta kuwahudumia watu wengine, watu wa Mungu waliowekwa mafuta kwa ajili ya kufanya kazi ya Mungu, hao watu kaa nao mbali, usiwaguse. Unapowagusa watu wa namna hiyo, Mungu hafurahii. 24:17 Mithali anasema, usifurahie adui yako aangukapo, Bwana asije akaliona jambo hilo akaepushia mbali naye hasira yake, jambo baya likakupata na wewe. Watu wanapofurahia mateso ya watu wa Mungu, hata kama ni kweli huyo mtu wa Mungu amekosea mwenyewe, na kwa kukosea kwake Mungu amemshusha, wewe usiingie kati ya Mungu na mtoto wake anapomfanyia marudi. Bwana Yesu asifiwe. Yaani nasema hivi, kuna wakati Mungu huwa anawafanyia watoto wake marudi. Kuna wakati Mungu huwa anawaadhibu watoto wake, na maandiko yanatueleza yeye ni mpendaye ninamuonya na kumrudi. Mungu anasema hivyo, yeye ni mpendaye ninamuonya na kumrudi. Mungu akikupenda anakufanyia marudi. Mungu akikupenda huwa anakuonya. Mungu akikupenda huwa anakuongoza katika njia za kweli kwa ajili ya haki, kwa ajili ya jina lake. Mungu akikupenda huwa anakurekebisha. Mtu anayekupenda anakutakia mema, na ndivyo ilivyo kwa Mungu. Sasa kuna watumishi wa Mungu wanaweza kukosea na wakatenda dhambi. Kuna watumishi wa Mungu wanaweza kukosea wakatenda dhambi kabisa. Ni kweli ametenda dhambi, ni kweli. Ni kweli mtumishi wa Mungu ametenda dhambi. Anaweza kuwa mchungaji ametenda dhambi. Anaweza kuwa mzee wa kanisa ametenda dhambi. Anaweza kuwa kiongozi wa jimbo ametenda dhambi. Anaweza kuwa kiongozi wa kitaifa ametenda dhambi. Lakini sikiliza, huyo aliwahi kutembea na Mungu. Huyo Mungu aliwahi kufanya miujiza kupitia kwake. Huyo Mungu aliwahi kuwaokoa watu wake kupitia kwake. Sasa Mungu anapomrudi kwa sababu ya dhambi yake mwenyewe, Mungu anapomrudi kwa sababu ya makosa yake mwenyewe, wewe hapo jukumu lako ni kumuombea yule. Wewe jukumu lako ni kusikitika kwa ajili yake, ni kumsaidia, sio kushangilia, sio kufurahia. Mungu anapomrudi mtoto wake, unapofurahia, utakaposhangilia, uangamivu wako uko pale pale.